Fikiria hii, ni nje ya mji wa Yerusalemu, kwenye kilima kinachoitwa Golgotha. Askari wa Kirumi wamesimama wakizunguka eneo hilo. Umati wa watu umejaa, kelele, dhihaka, wengine wakilia. Miti ya misalaba imelala chini, na sasa wanainuliwa mmoja baada ya mwingine. Msumari unapigwa, sauti yake inakata hewa. Katikati ya yote hayo, Yesu Kristo anasulubiwa. Hana hatia, lakini anahukumiwa kama mhalifu. Kulia kwake na kushoto kwake kuna wahalifu wawili. Wote wamefungwa kwenye misalaba yao. Wote wanavuja damu. Wote wanapumua kwa tabu. Wote wako dakika chache kabla ya kufa. Lakini kabla hatujaendelea, nataka ufanye kitu kimoja. Kama unaamini bado kuna nafasi ya Mungu kukusamehe, andika, bado kuna nafasi yangu. Na kama bado una mashaka, andika tu, natafuta. Nataka kuona uko wapi leo. Sasa angalia hii kwa makini. Katika hali ile ile, karibu kabisa na Yesu, watu hawa wawili wanachagua njia tofauti kabisa. Mwizi mmoja anaanza kumdhihaki Yesu. Kama kweli wewe ni Masihi, jiokoe na sisi pia. Anaona mateso, lakini moyo wake bado mgumu. Lakini yule mwingine, kitu kinabadilika ndani yake. Anamkemea mwenzake. Je, humwogopi Mungu? Sisi tunastahili adhabu hii, lakini huyo mtu hana kosa lolote. Kwa mara ya kwanza, anakubali ukweli. Hakujitetea, hakulaumu mtu mwingine. Alisema wazi, nimekosea. Kisha anamgeukia Yesu. Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Maneno machache sana, lakini moyo umejaa imani. Hali ile ile, maumivu yale yale, umbali ule ule, lakini majibu tofauti kabisa. Na hapa ndipo tunaona mambo matatu ambayo mwizi mwema anatufundisha. Na la tatu, usikose kabisa. Kwanza, hujachelewa. Hata sasa hivi, mtu huyo aliishi maisha mabaya. Hakupata nafasi ya kurekebisha kila kitu. Lakini katika dakika zake za mwisho kabisa, alimgeukia Yesu na akapata rehema. Hii ina maana kwako. Haijalishi umefanya nini. Haijalishi umefika mbali kiasi gani. Haijalishi unadhani ni pengine nimechelewa. Hujachelewa. Ni leo, sasa hivi, unaweza kuanza upya. Pili, kuwa karibu na Yesu haitoshi. Wote walikuwa karibu kabisa naye. Walimuona, walisikia kila kitu. Lakini mmoja alidhihaki, mwingine aliamini. Hii ni funzo kubwa kwetu leo. Unaweza kwenda kanisani kila Jumapili. Unaweza kusoma Biblia kila siku. Unaweza kuzungukwa na mambo ya kidini kila wakati. Lakini kama moyo wako haujaacha kiburi, hasira au unyenyekevu hauna, hapo karibu haimaanishi uaminifu wa kweli. Kuwa karibu naye si sawa na kumwamini. Imani ya kweli ni ya moyo, si ya mwonekano wa nje. Tatu, usikose hili. Wokovu haupatikani kwa kuufanyia kazi. Mwizi huyu hakuwa na muda wa matendo mema. Hakupata nafasi ya kubadilisha maisha yake kwa matendo. Alisema tu, Yesu, nikumbuke. Na Yesu akamjibu, leo utakuwa pamoja nami peponi. Mafundisho kwetu, hujahitaji kuwa bora kwanza. Hujahitaji kuwa na historia safi. Hujahitaji kufanya kazi nyingi za kidini au kuthibitisha chochote. Unakuja kwa Mungu na yeye ndiye anayekusafisha. Ni neema, si kitu unachokipata kwa juhudi zako. Sasa sikia hii vizuri. Hujisafishi kwanza ndipo umjie Mungu. Unamjia Mungu na yeye ndiye anayekusafisha. Na sasa swali la mwisho. Katika hawa wawili, wewe ni mwizi yupi? Tuombe. Mungu mwenye rehema, kutoka katika maandiko matakatifu tunajifunza kwamba hata katika dakika za mwisho mlango wa neema bado uko wazi. Kama yule mwizi aliyekugeukia kwa moyo wa unyenyekevu, nasi leo tunasema tukumbuke, Bwana. Tunasamehewa si kwa sababu tumetenda mema ya kutosha, bali kwa sababu ya rehema zako zisizo na mwisho. Ondoa kiburi ndani yetu, tusije tukawa kama yule aliyedhihaki, tukiwa karibu lakini mioyo yetu iko mbali.
Tujalie mioyo ya toba, mioyo inayokuamini hata wakati hali ni ngumu. Tufundishe kukujia vile tulivyo, bila kujificha, bila kujifanya wakamilifu, kwa maana wewe ndiye unayetutakasa. Na katika safari ya maisha yetu, tukumbuke daima kwamba hujachelewa kamwe kurudi kwako. Amina. Mwisho wangu umefika, maisha yangu yamejaa dhambi, lakini kabla pumzi haijaisha, Yesu nikumbuke, Nimetembea njia za dhambi, nikacha mwanga wa kweli, nilifuata tamaa za dunia. Sasa mzigo weke juu yangu, watu wanasema nimepotea, hakuna tena tumaini kwangu, lakini nikikuangalia Yesu, naona huruma machoni pako. Wewe huna dhambi, mimi nimejaa, wewe ni mtakatifu, mimi mkosaji, lakini moyo wangu unalia leo, kabla maisha yangu hayajaisha. Yesu, nikumbuke, hata nikiwa na dhambi nyingi. Yesu, nikumbuke, usiniache kwa hukumu. Yesu, nikumbuke, dakika za mwisho nainua macho juu, mwizi mwema leo, kwa neema yako na kuwa huru. Dhambi zangu ni nyingi sana, hakuna ninachoweza kujitetea, lakini najua rehema yako inaweza kuniosha moyo. Wengine wanasema nimechelewa, lakini kwako hakuna kuchelewa. Kama utafungua mlango leo, nitaingia kwa neema yako. ninakiri dhambi zangu mbele yako, Hakuna ninachoficha tena, na kuomba unisikie leo. Yesu usiniache, Yesu, nikumbuke, hata nikiwa na dhambi nyingi. Yesu, nikumbuke, Usiniache kwa hukumu. Yesu, nikumbuke, Dakika za mwisho nainua macho juu, mwizi mwema leo, kwa neema yako na kuwa huru. Dhambi zilinifunga, lakini neema yako inanifungua. Nilihukumiwa na dunia, lakini wewe umenisamehe. Leo machozi yangu yamekuwa ushuhuda, mwizi aliyekuwa na dhambi amepata rehema. Hata nikiwa na dhambi yangu, Yesu, nikumbuke, usiniache kwa hukumu. Yesu, nikumbuke, Dakika za mwisho zimekuwa wokovu wangu. Mwizi mwema leo, kwa neema yako nimepoka. Hata nikiwa na